Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu wa kwanza, katika kitabu cha Mwanzo, tunaona kwamba Mungu alimdhihirisha mwanadamu wa kwanza akiwa hajakamilika. Mungu alimdhihirisha mwanadamu wa kwanza akiwa hajakamilika. Biblia inatuambia kulikuwa na mwingine ambaye alisalia rohoni. Biblia inasema kwamba wakati Mungu anamdhihirisha mwanadamu wa kwanza alikuwa hajakamilika, lakini akadhihirishwa na kuna mwingine ambaye alibakia rohoni, ambaye alikuwa ni another of the same kind, aliyekuwa ameachwa rohoni. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba baada ya kwa Mungu amemdhihirisha mwanadamu wa kwanza aliendelea kuishi akizungukwa na wanyama, akizungukwa na kila aina ya viumbe, lakini maandiko yanasema kwamba alionekana akiwa peke. Na maandiko yanasema huyu mwanadamu wa kwanza akaonekana yuko mpweke kwa sababu hapakuwa na msaidizi anayeweza kumsaidia kukamilisha ile kazi ama assignment na mission ambayo alikuwa amepewa na Mungu hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 18, Mungu anasema kwamba si vyema mtu huyu awe peke yake. Unaposikia Mungu anapoumba jambo, alipomuumba mwanadamu alimuumba akiwa amekamilika, kitabu cha Mwanzo 1:26. Amen. Na aliwaumba akiwa kwenye pair. Sema pair. Mmoja aliyetengenezwa ndiye aliyeanza kudhihirishwa, na mwingine akafichwa ndani ya aliyetangulia. Na maandiko yanasema Mungu alipoona mwanadamu ameweza kupata shauku ya kumdhihirisha mwingine aliye ndani yake, hakwenda kwenye udongo tena mara pili. Ila alipasua sehemu ya ubavu, akamchomoa yule wa pili. Akachana sehemu ya ubavu ya yule wa kwanza aliyetangulia, na akamdhihirisha mwingine wa pili. Alafu huyo aliyekuja kwa mara ya pili anaitwa msaidizi. Sema msaidizi. Sema msaidizi. Mwambia kwamba kuna mwingine wewe aliye ndani yako ambaye anatakiwa kuchomoza na aweze kusaidia maono ulionayo hapa mwanzo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na usaidizi hautaweza kutokea mpaka umefanikiwa kumdhihirisha mwingine huyo aliye ndani yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa kila Mkristo tuna assignment ya kuweza kumdhihirisha mwingine aliye ndani yetu. Kwa maandiko nasema baada ya mwanadamu kuona kuna uhitaji wa kumdhihirisha mwingine aliyekuwa ndani yake, imesema kwamba mwanadamu ndipo akapata kusaidika hapa duniani. Leo tuna watu wengi mnafanya biashara lakini hamuoni amani kwa sababu hiyo biashara haijaweza kukusaidia katika hali yoyote. Leo kuna watu ni watumishi wa Mungu lakini hiyo huduma haijaweza kumsaidia katika hali yote. Kwa sababu gani? Kuna mtu bado hajadhihirishwa kutoka ndani yako, na nitakufundisha namna ya kumdhihirisha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini akifanikiwa kudhihirishwa, ndipo maisha ya kila mmoja yataanza kuchukua sura tofauti. Bwana asifiwe sana.